Iran imepanga mikusanyiko ya kitaifa kote nchini Jumatatu hii Machi 9, ambapo wananchi wanatarajiwa kuwapa utii kwa kiongozi mkuu wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Sayyid Mojtaba Khamenei. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali ya Iran, mkutano mkubwa katika mji mkuu Tehran utafanyika katika uwanja wa Enclave saa 9 kamili alasiri kwa saa za huko, sambamba na maandamano na mikutano mingine katika miji mbalimbali nchini humo. Mojtaba Khamenei alitangazwa rasmi kuwa kiongozi mpya wa Iran mapema alfajiri ya Machi 9 baada ya kuchaguliwa na baraza la wataalamu, yani Assembly of Experts, chombo cha wanazuoni wa dini chenye jukumu la kuchagua kiongozi mkuu wa nchi. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amepongeza uteuzi huo, akisema unafungua enzi mpya ya heshima na nguvu kwa taifa la Iran. Katika taarifa iliyoripotiwa na shirika la habari la Fars, Pezeshkian alisema uamuzi huo unaonyesha azma ya Wairan kuimarisha umoja wa kitaifa. Chaguo hili muhimu ni ishara ya mapenzi ya taifa la Kiislamu ya kuimarisha mshikamano wa kitaifa, umoja ambao umeifanya Iran kuwa imara dhidi ya njama za maadui, alisema. Kwa upande wake, IRGC pia ilitangaza utii wake kwa kiongozi mpya na kusema liko tayari kutekeleza maagizo yake na kulinda maadili ya mapinduzi ya Kiislamu. Katika taarifa iliyotolewa Jumatatu, IRGC imesema uteuzi wa Mojtaba Khamenei ni mwanzo wa hatua mpya katika mapinduzi ya Kiislamu na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kwa upande mwingine, rais wa Marekani Donald Trump ameripotiwa kuonesha kutofurahishwa na uteuzi wa Mojtaba Khamenei kuwa kiongozi mkuu wa Iran. Kwa mujibu wa mtangazaji wa Fox News Brian Kilmeade, Trump alisema hafurahishwi na uamuzi huo, ingawa bado hajatoa kauli rasmi hadharani kuhusu jambo hilo. Wakati huo huo, televisheni ya taifa ya Iran IRIB iliripoti kuwa Iran imeanzisha wimbi la kwanza la mashambulizi ya makombora chini ya uongozi wa Mojtaba Khamenei, huku picha ya kombora likiwa na kauli "kwa amri yako Said Mojtaba" ikisambazwa kwenye mitandao. Jeshi la Israel limesema lilitambua shambulio jipya la kombora la masafa marefu lililorushwa kutoka Iran kuelekea kaskazini mwa Israel, lakini tathmini za awali zinaonyesha kuwa kombora hilo huenda lilizuiwa na mifumo ya ulinzi bila kusababisha majeruhi. Mvutano huo pia umeenea katika nchi za Ghuba ya Uajemi. Qatar iliripoti shambulio la kombora, huku Saudi Arabia ikisema mifumo yake ya ulinzi iliharibu drone 2 zilizokuwa zikielekea katika uwanja mkubwa wa mafuta wa Shaiba. Katika Falme za Kiarabu UAE, mamlaka ziliripoti moto katika kituo cha mafuta cha Fujairah kufuatia shambulio, ingawa moto ulizimwa baadaye. Nchini Bahrain, wizara ya afya ilisema shambulio la drone kutoka Iran katika kisiwa cha Sitra limejeruhi raia 32 wakiwemo watoto, huku watu 4 wakiwa katika hali mbaya. Mvutano unaoendelea pia umeathiri soko la mafuta duniani.